Barua ya kwanza ya Paulo kwa Timoteo. Timoteo wa kwanza, sura ya kwanza. Barua hii inatoka kwangu mimi Paulo, niliyeitwa kuwa mtume wa Kristo Yesu kwa amri ya Mungu Mwokozi wetu na ya Kristo Yesu tunayemtumainia. Ninakuandikia wewe Timoteo, mwana wangu wa kweli katika imani. Ninakutakia neema na rehema na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Ukae kule Efeso sawa vile nilivyokusihi wakati nilipokwenda Makedonia, na kule wazuize wale watu wanaofundisha mafundisho ya uongo. Uwaambie wasishikamane na hadithi za uongo pamoja na mambo yasiyokuwa na mwisho ya wababu. Hayo yote yanaleta mabishano, wala hayafai kitu kwa kutimiza mpango wa Mungu wa wokovu unaojulikana kwa njia ya imani. Shabaha ya agizo hilo ni kusudi kuwe upendo unaotokana na moyo safi na dhamiri nzuri na imani ya kweli. Watu wamoja wamekosa kuwa na tabia hiyo, hata wamefuata maneno ya ovyo ovyo. Wanataka kuwa walimu wa sheria ya Musa, lakini hawaelewi wao wenyewe maneno wanayosema wala maneno wanayohakikisha. Tunajua kwamba sheria ni nzuri kama ikitumiwa kwa njia ya haki. Vile ni sherti kujua kwamba sheria haikuwekwa kwa ajili ya wenye haki, lakini kwa ajili ya watenda mabaya, waasi, watu wasiomheshimu Mungu, wenye zambi, nao wenye kuchafua vitu vitakatifu na kukufuru, na kwa ajili ya wale wanaowaua wa baba zao au wa mama zao na wauaji wowote. Sheria imewekwa kwa ajili ya waasherati, wanaume wanaozini wao kwa wao, wenye kuuzisha watu, wasema uongo, wale wanaofanya viapo vya uongo, na kwa ajili ya wote wanaofanya matendo yanayokuwa umbalimbali na mafundisho ya kweli. Mafundisho haya yanalingana na habari njema ya utukufu wa Mungu mwenye baraka, ambayo nilipewa nipate kuihubiri. Ninamshukuru Bwana wetu Kristo Yesu aliyenitia nguvu, kwa sababu alinihesabu kuwa mwaminifu hata akaniweka kwa kazi yake. Ingawa zamani nilikuwa mwenye kumutukana, mwenye kumutesa na kumutendea kwa ukali, lakini amenihurumia, kwa sababu yote niliyafanya kwa upumbavu, kwa maana sikukuwa bado na imani. Bwana wetu amenijalia neema kwa wingi, amenipa imani na upendo tunaokuwa nao katika kuungana kwetu na Kristo Yesu. Neno hili ni la kuaminiwa, nalo linastahili kukubaliwa kabisa. Kristo Yesu alikuja katika dunia kwa kuokoa wenye zambi, na mimi ni wa kwanza mwenye zambi kati yao. Lakini kwa sababu hiyo Mungu amenihurumia. Alifanya vile kusudi kwa njia yangu, mimi ninayekuwa mtenda zambi wa kwanza, Yesu Kristo apate kuonyesha uvumilivu wake. Na hivi mimi nipate kuwa mfano kwa wote watakaoamini nyuma na kupata uzima wa milele. Kwa mfalme wa milele, asiyeweza kufa, asiyeonekana, Mungu pekee yake, ikuwe heshima na utukufu milele na milele. Amina. Timoteo mwana wangu, ninakupa agizo hili kufuatana na maneno ya unabii yaliyosemwa zamani juu yako. Maneno hayo ndiyo yatakayokuwezesha kupiga vita nzuri, ukichunga imani yako na kuwa na dhamiri safi. Watu wamoja wamekataa kuwa na dhamiri, hata wamepoteza imani yao. Kati yao kuna Himeneo na Alesanduro, ambao nimewaachia Shetani kusudi wasimutukane Mungu tena. Timoteo wa kwanza, sura ya pili. Mbele ya yote ninawaonya ninyi kuwaombea watu wote. Muombe Mungu awasaidie na kuwabariki, na mumshukuru kwa ajili yao. Inafaa kuombea wafalme na watu wenye mamlaka, kusudi tupate kuishi katika ukimya na amani
katika kushikamana na ibada na katika mwenendo safi. Nalo jambo hilo ni zuri na lenye kupendeza Mungu Mwokozi wetu, anayetaka watu wote waokolewe na kuweza kutambua ukweli. Kwa maana kuna Mungu mumoja tu na kuna mupatanishi mumoja tu kati ya Mungu na watu, ni yule mutu Kristo Yesu, aliyejitoa mwenyewe kusudi awakomboe watu wote. Na huo ni ushuhuda kwa wakati uliopangwa kwamba Mungu anataka kuwaokoa watu wake. Ni kwa hiyo nimewekwa kuwa mjumbe na mtume kwa kuwafundisha watu wa mataifa mengine kusudi wapate kumwamini Mungu na kutambua ukweli. Mimi ninasema ukweli wala si uongo. Basi ninataka watu waombe Mungu wakiinua mikono juu, ikiwa imetakaswa, nao wafanye vile bila kasirani wala ubishi. Ninataka vile wanawake wavae kwa namna inayostahili. Inafaa wajipambe kwa adabu na kwa ukadirifu, si kwa namna mbalimbali za urembo, za kusuka nywele, wala kwa dhahabu, wala kwa ushanga au nguo za bei kali, lakini kujipamba kwao kuwe matendo mema yanayostahili kutendwa na wanawake wanaojidai kwamba wanajitoa kwa kumwabudu Mungu. Wanawake wanapaswa kusikiliza mafundisho katika ukimya na utii kabisa. Lakini simupatii mwanamke ruhusa ya kufundisha wala ya kumtawala mwanaume, lakini akae katika ukimya. Kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa wa kwanza na kisha Eva. Na si Adamu aliyedanganywa, lakini ni mwanamke ndiye aliyedanganywa na kuasi agizo la Mungu. Ingawa hivi, mwanamke ataokolewa kwa kuzaa watoto kama akidumu katika imani, upendo na utakatifu na kuwa mukadirifu. Timotheo wa kwanza sura ya 3. Neno hili ni la kweli. Kama mutu anatamani kazi ya msimamizi wa kanisa, anatamani kazi nzuri. Basi msimamizi wa kanisa anapaswa kuwa mutu asiyeshitakiwa neno lolote. Sherti akuwe na muke mumoja tu, akuwe mukadirifu, mwenye akili, akuwe mwema na mwenye kupenda kukaribisha wageni na mwenye kujua kufundisha. Hapaswi kuwa mulevi wala mupiganaji, lakini akuwe mupole, mwenye kupenda amani, wala asikuwe mutu wa kupenda fedha. Anapaswa kuwa mutu mwenye kuongoza jamaa yake vizuri na kuadibisha watoto wake kusudi wakuwe wenye utii na wenye heshima kabisa. Kwa maana mutu anayeshindwa na kuongoza jamaa yake mwenyewe, namna gani ataweza kuchunga kanisa la Mungu? Yeye hapaswi kuwa mwamini mupya kusudi asitawaliwe na kiburi na kuhukumiwa kama vile shetani alivyokuwa. Vile inafaa akuwe mutu mwenye kushuhudiwa vizuri na watu wa nje ya kanisa kusudi asizarauliwe na kunaswa katika mtego wa shetani. Vile wasaidizi wanaotumika katika kanisa wanapaswa kuwa watu wenye heshima. Hawapaswi kuwa wenye nia mbili katika masemi yao, wala wenye kunywa pombe kwa uwingi, wala wenye kutafuta mali kwa njia isiyokuwa sawa. Wanapaswa kushikamana kwa dhamiri safi na ukweli wa imani uliofunuliwa. Inafaa wapimwe kwanza, na kisha kama hawakuonekana na kosa, wataweza kutumika kama wasaidizi wa kanisa. Wanawake wao wanapaswa kuwa na adabu vile. Wasikuwe wasingiziaji wa uongo, lakini wakuwe wakadirifu na waaminifu katika mambo yote. Inafaa wasaidizi wa kanisa wakuwe kila mutu na muke mumoja tu, na wanapaswa kuwa watu wenye kuongoza vizuri watoto wao pamoja na jamaa zao. Wasaidizi wanaotumika vizuri kazi zao wanajiheshimisha na wanaweza kutangaza kwa uhodari habari za imani tunayokuwa nayo katika kuungana na Kristo Yesu.
Ninakuandikia barua hii ijapokuwa ninatumaini kuja kukuona kisha muda kidogo. Lakini kama nikikawia kufika, utaweza hivi kujua mwenendo unaopaswa kuwa nao katika nyumba ya Mungu, maana yake katika jamaa ya Mungu mwenye uzima. Yeye ndiye anayekuwa nguzo na msingi wa kweli. Hakika siri ya ibada yetu ni kubwa. Yeye alitokea kwa mfano wa mutu, alishuhudiwa na Roho Mutakatifu kuwa mwenye haki. Alionekana na wamalaika, alitangazwa katikati ya mataifa. Aliaminiwa popote katika dunia na alinyanyuliwa mbinguni katika utukufu. Timotheo wa kwanza sura ya 4. Roho Mutakatifu anasema wazi kwamba katika nyakati za mwisho watu wengine watapotoka katika imani yao na kufuata roho za udanganyifu na mafundisho ya pepo. Wanadanganywa na watu wenye uongo na wanafiki wenye dhamiri iliyokufa, iliyoharibika kabisa kama vile imeteketezwa kwa moto. Wao wanafundisha kwamba ni vibaya kuoana na wanawakataza watu kula vyakula fulani fulani. Lakini Mungu aliumba vyakula vile kusudi watu waliokwisha kumwamini na kutambua ukweli wapate kuvitumia wakisha kumshukuru. Kila kitu Mungu alichokiumba ni kizuri, wala hakuna kile kinachopaswa kukataliwa, lakini inafaa kumshukuru Mungu mbele ya kukikula. Kwa maana kwa njia ya neno la Mungu na ya maombi, chakula kinatakaswa mbele yake. Kama ukiwaelezea waziwazi wa ndugu maneno hayo, utakuwa mtumishi mwema wa Kristo Yesu, mwenye kukulishwa kiroho na maneno ya imani na mafundisho mazuri ulioshika kabisa. Lakini ukatae hadisi za uongo zilizotungwa na wanawake wazee. Ujizoeze katika maisha yako kumwabudu Mungu kwa ukweli. Mazoezi ya mwili yana mafaa kidogo, lakini kushikamana na ibada kuna mafaa katika mambo yote, kwa maana kunatupatia ahadi ya kuishi kwa wakati huu wa sasa na kwa wakati utakaokuja. Neno hilo ni la kuaminiwa, nalo linastahili kukubaliwa kabisa. Na ni kwa hiyo tunasumbuka na kupigana, kwa maana tunamtumainia Mungu mwenye uzima, Mwokozi wa watu wote, na hasa zaidi Mwokozi wa waamini. Hayo ndiyo maneno unayopaswa kuagiza na kufundisha. Usijiachilie kuzarauliwa na mtu yeyote kwa sababu ungali bado kijana, lakini ukuwe mfano kwa waamini katika masemi yako, katika mwenendo wako, katika upendo, katika imani na katika maisha safi. Kwa kungojea mpaka nitakapofika, ujitolee kwa kuwasomea watu maandiko matakatifu, kwa kuwaonya na kuwafundisha. Usiache kutumia ile zawadi ya kiroho inayokuwa ndani yako uliyopokea kutokana na maneno ya manabii na kwa njia ya kuwekewa mikono na wazee wa kanisa. Ufikiri sana juu ya mambo hayo na ujitolee kwa kuyatimiza, hata watu wote waone waziwazi maendeleo yako. Ujiangalie wewe mwenyewe na kuangalia mafundisho yako, nawe ushikamane nayo. Kwa maana ukifanya hivi, utajiokoa wewe mwenyewe na kuokoa wale wanaokusikiliza. Timotheo wa kwanza sura ya 5. Usimukaripie muzee kwa nguvu, lakini umuonye kama baba yako. Uwatendee vijana wanaume kama wandugu zako, nao wanawake wazee kama mama yako, na vijana wanawake kama wadada zako, ukijilinda katika maisha safi. Uwaheshimu wanawake wajane wasiokuwa na tegemeo lolote. Lakini kama mjane akiwa na watoto au wajukuu, inafaa wajifunze kwanza kutimiza mapaswa yao ya kidini kwa ajili ya jamaa zao wenyewe na kuwarudishia wazazi na babu zao mema waliowatendea, kwa maana jambo hilo linamupendeza Mungu.
Mjane wa kweli asiyekuwa na mtu yeyote wa kumsaidia anamtumainia Mungu na kudumu kumutolea mahitaji yake na kumuomba mchana na usiku. Lakini mjane anayeishi katika tamaa mbaya amekwisha kufa, ijapokuwa angali bado mzima. Hayo ndiyo maneno unayopaswa kuwaagiza wajane kusudi wasikuwe na mashitaki. Kama mutu asipotunza wandugu zake na hasa zaidi watu wa jamaa yake mwenyewe, huyu amekana imani yake, naye ni mubaya kuliko mupagani. Usimwandike katika hesabu ya wajane mujane yeyote ambaye hajatimiza umri wa miaka 60. Tena inafaa akuwe yule aliyeolewa na mume mmoja tu. Sherti ajulikane kwa matendo yake mema. Anapaswa kuwa mutu aliyeadibisha watoto wake vizuri, aliyekaribisha wageni, aliyewapokea watu wa Mungu akiwanawisha miguu, aliyewasaidia wenye taabu na aliyejitolea kwa kutenda mema ya kila namna. Lakini ukatae kuandika wajane wanaokuwa wangali vijana katika hesabu ile, kwa maana wanapovutwa na tamaa ya kutaka kuolewa, wanaacha kumutumikia Kristo. Na kwa hiyo wanavunja agano walilofanya naye kwanza na kuanguka katika kosa. Na zaidi ya hiyo, wanashikwa na uvivu na kuwa na tabia ya kutangatanga nyumba kwa nyumba. Na si ile tu, vile wao ni wakatetea na wenye kujiingiza katika maneno ya watu wengine na kusema maneno yasiyofaa. Kwa sababu hiyo, ninataka wajane wanaokuwa wangali vijana waolewe, wazae watoto na kutunza nyumba zao, kusudi waadui wasipate nafasi ya kutuchongea. Kwa maana wajane wamoja wamekwisha kupotoka na kumufuata Shetani. Lakini kama mwamini yeyote akiwa na wajane katika jamaa lake, anapaswa kuwasaidia kusudi kanisa lisilemewe. Na hivi kanisa nalo litaweza kuwasaidia wale wajane wasiokuwa na tegemeo lolote. Wazee wa kanisa wanaoongoza kazi yao vizuri wanastahili kupokea mshahara mara 2, hasa zaidi wale wanaojitolea kwa kufanya kazi ya kuhubiri na kufundisha. Kwa maana maandiko matakatifu yanasema, usifunge kinywa cha ng'ombe anapokanyaga ngano. Na tena yanasema, mtumishi anastahili kupewa mshahara wake. Ukatae mashitaki juu ya mzee isipokuwa kwa ushuhuda wa watu 2 au 3. Wale wenye kufanya zambi wakaripie mbele ya watu kusudi wengine wapate kuogopa vile. Ninakuagiza mbele ya Mungu na mbele ya Kristo Yesu na ya wamalaika watakatifu, ushike kanuni hizo bila kuwazia mutu kitu wala kuwa na upendeleo katika mambo yote unayofanya. Usiweke mikono juu ya mutu kwa haraka, wala usishiriki zambi za watu wengine. Ujilinde wewe mwenyewe katika maisha safi. Kwa ajili ya maumivu ya tumbo lako na udhaifu wa mwili wako wa kila mara, tangu sasa usikunywe maji tu, lakini utumie divai kidogo. Zambi za watu wamoja zinaonekana waziwazi hata mbele hawajahukumiwa, lakini zambi za wengine zinajulikana kisha. Na ni hivi vile matendo mazuri yanaonekana waziwazi, na hata yale yasiyoonekana wazi hayawezi kufichwa. Timotheo wa kwanza sura ya 6. Watu wote wanaokuwa watumwa wanapaswa kuwaheshimu wa bwana wao kabisa, kusudi watu wasitukane jina la Mungu na kudharau mafundisho yetu. Na wale wanaokuwa na wabwana waamini wasiwakosee heshima, kwa sababu wao ni wandugu. Wanapaswa kuwatumikia vizuri zaidi, kwa maana wao ni wandugu waamini na wapendwa, nao wanashiriki faida ya kazi yao. Hayo ndiyo maneno unayopaswa kufundisha na kuhubiri. Kama mutu akifundisha mafundisho mengine
naye hakubali maneno ya kweli ya Bwana wetu Yesu Kristo, wala mafundisho yanayolingana na dini yetu, yeye anajaa majivuno wala hajui kitu. Yeye yuko na ulema wa kubishana na kugombezana juu ya maana ya maneno, na hayo yanaleta wivu, makelele, matukano, masingiziano na magomvi yasiyokuwa na mwisho ya watu wenye akili iliyokwisha kupotoka, hata wamesahau ukweli kabisa. Ndiyo wale wanaozani kwamba dini ni njia ya kupata utajiri. Hakika dini ni pato kubwa kwa mutu kama anafurahia vitu anavyokuwa navyo. Kwa maana hatukuleta kitu katika dunia, wala hatuwezi kurudia na kitu. Basi kama tukiwa na chakula na nguo, vile vinatosha. Lakini wale wanaotaka kuwa watajiri wanaanguka katika majaribu na mitego, na katika tamaa nyingi za upumbavu na mabaya zinazowatumbukiza katika anguko na uharibifu. Kwa maana kupenda fedha ni shina la mabaya yote. Kwa ajili ya kuzitamani, watu wamoja wanaanguka katika imani yao na wanajiumiza mioyo wakijiletea huzuni nyingi. Lakini wewe mtu wa Mungu, uepuke mambo haya, ushikamane na haki, ibada, imani, upendo, uvumilivu na upole. Upigane vita nzuri kwa kuchunga imani yako, upate kujitwalia uzima wa milele Mungu aliyokuitia wakati ulipoitikia imani yako mbele ya washuhuda wengi. Mbele ya Mungu anayevipatia vitu vyote uzima, na mbele ya Kristo Yesu aliyetoa ushuhuda wa kweli mbele ya Pontio Pilato, ninakuagiza maneno haya: ushike mambo ulioagizwa kwa uaminifu bila kosa, mpaka siku Bwana wetu Yesu Kristo atakapotokea. Kutokea kwake kutafanywa na Mungu kwa wakati aliopanga. Yule ndiye Mungu anayestahili kutukuzwa, anayekuwa peke yake mutawala, mfalme wa wafalme na Bwana wa wabwana. Ni yeye tu asiyeweza kufa na anayekaa katika mwangaza ambao mutu hawezi kukaribia. Hakuna mutu aliyemuona wala hakuna mutu anayeweza kumuona. Ndiye mwenye heshima na uwezo wa milele. Amina. Uwaagize wale wanaokuwa watajiri katika dunia hii ya sasa wasijivune. Vile wasiweke matumaini yao katika mali inayotoweka upesi. Lakini wamutumainie Mungu anayetupatia vitu vyote kwa wingi kusudi tufurahiwe navyo. Uwaagize watende mema, wakuwe watajiri katika matendo mazuri, nao wasaidiane kwa moyo safi na kushiriki mali yao na wengine. Kwa njia hii watajiwekea akiba nzuri na yenye kudumu kwa ajili ya siku zitakazokuja, kusudi wapate uzima wa kweli. Timoteo, uchunge vizuri kile ulichopewa kwa kulinda, ukiepuka maneno ya kidunia na mabishano yasiyokuwa na maana juu ya ile watu wengine wanayoita kuwa ni elimu, lakini ni uongo. Kwa ajili ya kufuata elimu ile, watu wamoja wamepotoka katika imani yao. Ninawatakia neema kutoka kwa Mungu.